unafahamu ni taratibu zipi ama ni mambo gani ya kuzingatia pale unapoamua kuacha kazi ama unapoachishwa kazi, basi tuko naye hapa wakili msomi Emmanuel Kimei anakwenda kutujulisha yote haya. Karibu sana Emmanuel. Asante sana studio. Naam, wakili msomi, furaha leo kukutana nawe. Na mimi nafurahi ndani ya Asili Lounge. Kabla hujaleta swali lako kwanza. Ndio. Wewe umeshawahi kujisikia kuacha kazi? Mara nyingi sana. Sasa zingine unatamani uamke asubuhi usiende kazini kabisa. Sasa hiyo baya zaidi. Kuna wale ambao wanafikia hatua ya kuacha kazi kwa message tu kwamba mimi kuanzia leo sio mfanyakazi tena, hapo na lala zangu. Mwingine anaamua kubadilisha line tu aende kazini tena. Ameamua tu kwa mkasui bana, mimi naona kama nimechoka kazi. Au fursa imejitokeza mahali pengine, basi anaamua kuingia mitini. Kwa hiyo mtu anaweza akachoka tu, yani manyanyaso ya kazini, mazingira magumu ya kazi, inalingana na. Lakini mtu anaweza kaacha kazi tu, manyanyaso, ugumu wa kazi na nini ndio inaweza kumfanya, ama mtu anaweza tu akaamua kwa furaha yake tu, yani nikaacha tu kazi kwa furaha kwamba mimi nimeridhika, hela nilizopata zinatosha sasa. Zinatosha sasa. Nimekaa Azam TV kwa miaka 10, inatosha, acha nipumzike. Kiroho safi tu. Inawezekana, inalingana na sababu. Kila mtu ana sababu zake za kuacha kazi. Kwa hiyo watu wengi wanakuwa wameridhia kuacha kazi kwa njia moja au nyingine wakati wanapopanga kuacha kazi, lakini kuna utaratibu wake. Sababu watu wengi mtu anaamua kuamka asubuhi, mimi sitaki kazi au mazingira ya kazi sio rafiki sana. Mtu anaamua kuamka asubuhi anaacha kazi. Lakini unatakiwa ufanye nini ili uache kazi sasa? Hapo sasa ndio tunakuja sasa. Tuanzie hapo, au sio? Unatakiwa kufanya nini ili uache kazi? Ili uache kazi. Na hapa inamhusu mfanyakazi, lakini pia inamhusu mwajiri ambaye amekuajiri kazi. Sahihi kabisa. Okay. Tuanze na mfanyakazi. Tuanze na mfanyakazi. Kuna muda unafika unahisi umechoka kufanya kazi. Unatamani kujua ni utaratibu gani unatakiwa ufuate ili uache kazi. Sheria za kazi ambayo ni sheria inasimamia mazingira ya kazini na utaratibu wa kazi, inakuwa imetoa utaratibu wa namna gani ya kuacha kazi. Utoe notice na kwa kipindi kipi. Kwa hiyo watu wengi wanapojaribu kuacha kazi wanakuwa hawajazingatia utaratibu ama watizami utaratibu. Ama mtu anaacha kwa sababu mazingira yale yalomkuta, au mwingine anapata fursa nyingine mahali pengine ghafla bila kutarajia na amua kuacha kazi na hajui afanye nini. Lakini mara nyingi tunautizama mkataba wako, kwa sababu sheria ya kazi haijaweka utaratibu kazi inatakiwa ifanyikeje ama ifanyike kwa kipindi kipi. Ama ni sheria zipi zinatakiwa ziwepo. Kwa hiyo kila kazi inakuwa na utaratibu wake kulingana na mkataba, na ndio maana mara nyingi ukiingia kazini wanakusanisha mikataba. Kwa lakini mikataba inatofautiana. Kuna wengine wako kazini wana mikataba ya mdomo, wameambiwa tu bana, wewe kuanzia leo bana Juma njoo kaa hapa, wewe ni dereva. Hajaandikishwa chochote, anajiuliza na mimi mazingira haya naachaje kazi. Lakini mara nyingi tukitaka kuacha kazi inatakiwa utizame malipo yako ya ujira unaofanya yanalipwaje. Kama yanalipwa kwa wiki, maana yake ukitaka kuacha kazi inatakiwa utoe taarifa wiki moja kabla. Kama unalipwa kila mwisho wa mwezi, inatakiwa ukitaka kuacha kazi utoe mwezi mmoja kabla. Usipofanya hivi, inatakiwa sasa wewe ile hela unayopokea kila mwisho wa wiki umrejeshe mwajiri wako. Mwambie bana mwajiri, mimi naona wiki hii mshahara ulionipa wiki hii si uchukui, na kurejeshia wiki ijayo siji kazini tena. Ili aingie gharama hile uliorejesha kumtafuta mtu mwingine kwa haraka zaidi. Sasa na wale ambao wanachukua kwa mwezi. Kwa mwezi vile vile. Kama mwezi umeisha, unaona hujatoa taarifa mwanzo wa mwezi. Mwezi umeisha, sasa unaenda kuchukua mshahara, unamwambia bana mwajiri, mimi mshahara wangu naomba ubaki nao. Mwezi ujao siji tena. Lakini kama ukitoa mwanzo wa mwezi, unaweza kukaa mwezi mzima, ukafanya kazi mpaka mwisho wa mwezi, wakakulipa ujira wako, mkaachana salama. Hiyo unasema kwamba ya mwezi. Kwa mfano ni mwezi, si ndio? Mwezi huu wa 10 tuko tarehe 27 sasa. Sahihi. Ni tayari tarehe 25 nimeshapokea mshahara wangu labda, si ndio? Na fursa imekuja tarehe 28 kesho. Sasa nilikuwa nafanya interview mahala 28 kesho na nimeshakula mshahara tayari. Wananiambia sasa unatakiwa uanze kazi tarehe 1 Novemba. Ndio unachozungumza hicho ama hapo nafanyaje? Kwa hiyo ule mshahara ni urudishe. Maana yake utakuwa unaacha kazi ndani ya masaa 24. Maana yake unatakiwa ule mshahara uchukue umrejeshee mwajiri wako. Umwambie
pamoja na vyote, mimi naomba kuanzia kesho nisiwe mwajiri wako, ili yeye mwajiri asichukue hatua zingine za kudai mshahara wake ama hasara anazozipata kutokana na wewe kutokuwepo kazini. Kwa sababu kuanzia kipindi kile wewe utakuwa haupo kazini. Kwa mwajiri inabidi atumie wasaa na muda ule kumtafuta mtu mwingine ndani ya muda mchache ili nafasi yako ipate mtu wa kuisimamia. Sasa kutafuta pia nafasi ndani ya muda mchache. Ndio. Hiki sheria ipoje? Kutafuta mtu mwingine manake wewe ukitoa taarifa ndani ya masaa 24, mwajiri inabidi aingie gharama zile kumtafuta mtu. Na ndio maana wewe kama mwajiriwa unatakiwa sasa umrejeshee mwajiri gharama zile, kama atatumia wale siku hizi tunaona kuna waajiri wa pembeni ambao hawana taasisi ama sio wamiliki wa makampuni, wanaajiri kwa niaba ya makampuni fulani. Kwa hiyo anaweza kaenda kuingia gharama kuwalipa wamtafutie mtu wa kuja kujaza nafasi yako ambao umeacha ndani ya masaa 24. Lakini taaluma zinatofautiana. Sahihi. Kuna mwajiri labda ameshakuamini wewe. Sahihi. Unafanya kazi labda hiyo vizuri. Ndio. Ile kumpata mtu wa kumweka pale, nafikiri ndio hicho unachosema, yani haraka kumpata mtu wa kureplace Mponda aweze kuingia ndani ya masaa 24 au hata siku 2 au siku 2, yani kuna hatua zingine wewe mwajiri, yani haki zingine labda mwajiri unaweza kuzikosa kwa sababu licha ya mshahara umerejesha lakini ni ghafla, labda kuna vitu vingine umevikiuka na vitu kama hivyo. Kuna waajiri ambao ni ngumu, ingawa ni ngumu kutekeleza, ila kuna waajiri wengine wanaenda mahakama, wanaweza kufungulia shauri na kukuomba ubaki kazini mpaka utakapokabidhi vitu vyote ambavyo ulikuwa navyo ofisini na kumkabidhi mtu mwingine ofisi aiendeshe. Naam. Kwa mashauri kama haya yanatokea, lakini waajiri wengi wanaepuka hizo kero na utaratibu, na pengine nadhani pia hawafahamu. Lakini unaweza kumshtaki mfanyakazi asiache kazi mpaka pale ambapo atakabidhi. Kwa mfano unamwasibu, yeye ndio fedha zote za kampuni ziko kichwani kwake. Leo ghafla ameitwa na shirika la Umoja wa Mataifa, anaona ulikuwa mlipa milioni 10, hapa kuna milioni 30 na marupurupu mengi, anaamua kukimbia. Kwa hiyo unaweza kumshtaki arudi kazini mpaka atakapokabidhi vitu vyote ndipo aondoke. Kwa hiyo ni muhimu sana wakati unatakapokuacha kazi utoe taarifa mapema. Kuna wengine wanatega mpaka dakika mshongoja nile mshahara wa mwisho hapa afu nichoropokea hapo. Sawa. Sasa tumeiona hiyo upande huo wa mwajiriwa. Yeye anatakiwa aache kazi vipi kisheria, ama sheria inamtaka vipi? Lakini mwajiri sasa naye sheria inamtaka vipi pale ambapo anapopokea sasa ujumbe wa mfanyakazi wake kuacha kazi. Kwa hiyo mara nyingi ukiangalia ajira nyingi, mwajiri ndiye mtu ambaye anaongoza kwa kuwasimamisha watu kazi. Na hata ukienda mahakama za kazi ambazo ndizo nyingi Tanzania, watu wengi ambao ni walalamikaji kwenye mahakama zile ni waajiriwa. Ni mara chache sana utakuta kwenye mahakama ya kazi, ingawa mahakama ile inawahudumia wote, mwajiri na mwajiriwa, anayelalamika na anayelalamikiwa. Lakini watu wengi, kesi nyingi na mashauri mengi mle yamefunguliwa na waajiriwa. Kwa nini? Waajiriwa ndio watu ambao wanapoteza zaidi na ndio watu ambao wana uchungu na ajira zao, kwa sababu wewe ni baba wa familia, wewe ni mama wa familia, ameamka mwajiri wako asubuhi, sikutaki kazini ama sitaki kukuona ofisini, utendaji wako mbovu, naomba usimame kazi. Kwa hiyo mwajiri ana ule utaratibu ambao umewekwa kisheria kwamba unataka kumsimamisha mtu kazi lazima umpe notisi. Lakini jambo la msingi katika usimamishaji wa kazi wakati wote ni kwamba ni lazima umsikize unayemsimamisha kazi. Hata kama hajakosea, lazima umuite, ufanye naye mazungumzo. Hata kama kampuni inashindwa kujiendesha, kuna kampuni zinazoshindwa kujiendesha. Tumekuja na biashara Tanzania, tumeianza, tumeifanya miaka 4-5, ni mwaka wa 6 ametokea mshindani, mauzo yamepungua. Hatuwezi kuendelea kuwa na maafisa masoko 10. Maana mauzo yamepungua sasa. Tupunguze afisa masoko ili tuweze kuendelea na biashara. Kwa hiyo unawaita afisa masoko, unawaambia kwamba biashara ama kampuni haiwezi kuwalipa, naomba tuzungumze namna ya kuenenda hapa. Aidha waridhie kuenenda bila mshahara ama waridhie kukaa kazini kwa kipindi chote hicho ambacho atakuwepo mpaka kampuni itakaporudia katika hali yake halisi. Kwa hiyo ni muhimu sana kufanya nao mazungumzo kabla ya kuwasimamisha kazi. Kuna ile hali sasa kama ulivyoelezea ya mwajiriwa kumsimamisha, ameamka, ametuma message, amekwenda. Na kuna wengine wanaenda mbali zaidi,
labda tuseme kuna mlinzi ama kuna anasema fulani asiingie hata humu getini. Na wakati ana vitu vyake mle ndani, ni kweli hata kama alifanya kosa hiyo kisheria inaendaje sasa? Wewe mwajiriwa ukifikiwa katika hali hiyo. Mwajiriwa mara nyingi waajiri katika hali ya kutaka kuzuia uharibifu wa mali au wizi au uendelevu wa jambo fulani ambalo kwa anatokea kazini, wanawekaga ulinzi, wanasema kwamba mtu fulani basi ingie ofisini kuanzia leo. Hawakupi sababu ama hawakuelezi ni kwa nini hawakutaki ofisini. Kwa hiyo wewe kama mwajiriwa ukisimamishwa kazi bila kufuata utaratibu ni upi? Kabla hujasimamishwa kazi unatakiwa upewe taarifa kwamba bana Juma, nitakusimamisha kazi mwisho wa mwezi huu, ama kuanzia mwezi huu ujao hatutakuhitaji kazini kwa sababu 1, 2, 3. Lakini katika kipindi hichi cha msingi kwenye haki za kibinadamu kuna haki ya msingi inaitwa haki ya kusikizwa. Kwa wakati wote mahali popote ulipo, na ndio maana tuna mahakama za Kitanzania, kabla haujahukumiwa lazima usikizwe. Wakati wowote, kazini, hata nyumbani, kwenye familia nini, kabla hujamchapa mtoto ni muhimu, lakini wazazi wengi tunachapa kwanza alafu ndio tunakuja tunasikiza. Na ndio utaratibu ambao unakuja mpaka maofisini mwetu. Mtu anakufukuza kwanza alafu ndio anakuita akusikize baada ya mambo kuharibika. Lakini mara nyingi natakiwa umuite mtu, uzungumze naye, umueleze kwa nini unamuondoa kazini, na yeye akuelezee kwa upande wake kwamba bana, kazi yako nimefanya miaka 10, nimekaa na wewe, umri ushakwenda tayari. Mimi kwanza kutafuta kazi na miaka 45, baasha huku na kule ni changamoto. Kwa nini usinifikirie kwa nafasi nyingine? Au kwa nini usinishushe hata unipunguzie mishahara basi uweze kunibakiza kazini mpaka kampuni itakapokaa sawa? Kwa sababu unakuwa sasa umempa nafasi ya kumsikiza yeye anasemaje. Usije kwanza bana Musa alikuwa amlipa milioni 3, sasa hivi kampuni haiwezi kumlipa milioni 3, inaweza kumlipa milioni 1. Labda Musa atakubali ili asipoteze kazi kabisa. Kwa hiyo inatakiwa sasa mwajiriwa aende mahakama za kazi akafungue shauri. Na uzuri wa mahakama za kazi, kufungua mashauri ni bure. Hamna malipo yoyote wala hamna tozo zozote. Unachukua fomu namba 1 zile, unajaza pale kwa mkono, unawapa, wanakupa wito, na fomu ile unampelekea mwajiri wako, anaitwa kwenye mahakama zile. Okay. Sawa. Na kuna hili ambalo baadhi ya waajiriwa wanawapa adhabu wanawapa adhabu waajiriwa. Labda wamefanya kosa alafu anamsimamisha bila malipo. Hiyo kisheria ikoje? Hiyo niweke kwa pande mbili. Kuna waajiri ambao wana tabia, ukikosea umevunja mali za ofisi, wanakukata kwenye mshahara. Na kuna waajiri ambao wanakufanyisha kazi na hawakulipi kwa kipindi fulani. Na kuna wale ambao wanasubiria mwezi uishe, wanauzuia mshahara wako na afu wanakufukuza. Kiutaratibu sheria mikataba inasema kwamba kila upande unatakiwa ukidhi vigezo vya mkataba. Kama kuna mabadiliko ya aina yoyote ile, ndio inakuja kwamba wewe unamkata mwajiriwa mshahara, kwamba kwa mfano wewe uko hapa studio leo, ulikuwa zako umekuja zako umechangamka, mama kugonga TV imeanguka, imevunjika. Wanaanza kusema umekuja umechangamka. Umekuja umechangamka. Umegonga TV imeanguka, imevunjika. Wanakuambia kwa sababu mshahara wako 800 hapa, kila mwezi tunakukata 400. Wanakuambia kwa mdomo na wanaanza kutekeleza. Wewe unaweza karidhia kwa sababu sitaki kupoteza kazi. Unaamua uoga ule wa kupoteza kazi, nitaanzia wapi, nitaenda wapi? Lakini kiutaratibu wanatakiwa wakuite, muandikishane upya kwamba kwa miezi hii 4 mtakuwa mnanikata 400 mpaka ile hela ya ile kile kifaa itimie. Na mkishaanza kunikata, mnatakiwa mje mrejelee sasa, mfute kile kipengele kwenye mkataba. Lakini ule utaratibu wa mwajiri anaamka ana utovu wa nidhamu. Kuna ile utaratibu mwingine, umekosa kazini siku 2, wanakuambia mshahara wako kwa mwezi ni 500, kwa hiyo siku 5 nakukata 50,000. Huo sio utaratibu pia. Mnatakiwa pia mkae chini, fanya nini? Mzungumze, wakwambie kwamba ukichelewa kazini tutakata kiasi hiki na wewe uridhie kukatwa kiasi kile. La sivyo unatakiwa sasa afungue shauri la kulalamika wewe kuchelewa kazini, ili muende kwenye mabaraza mkasuluhishe mgogoro. Na uzuri wale mabaraza wanaanza na usuluhishi. Inaitwa mabaraza ya usuluhishi. Lengo sio kuharibu ujira au kukuondoa wewe kazini au kuwagombanisha na mwajiri. Wanasuluhisha kwanza. Fikie mwafaka, alafu ndio mambo mengine yaendelee. Okay. Mambo ni mengi. Sasa kuna ile nyingine, mimi nimeomba labda likizo ama nimeondoka bila malipo. Alafu sasa natakiwa kurudi kazini ule muda tulioambiana,
nakuta tayari nafasi yangu imeshachukuliwa. Hiyo nimeona inawakuta sana wanawake. Unapata mwanamke ameenda maternity leave. Unaita maternity cover inachukuliwa tutakupa afu sasa hivi sijui kama sheria imeamua kuwapendelea ama imeamua kuharibia kazi, kwa sababu sheria imeongeza kipengele kingine. Sheria ilifanywa mabadiliko nadhani mwaka 2023 ikamruhusu sasa mwanamke pia kupata, baada ya kupata miezi mitatu ya maternity, apate miezi mingine mitatu ya kunyonyesha ambayo atakuwa anafanya kazi nusu siku. Sasa kile kitu nimeona waajiri wengi hawakipendi. Umekuwa nyumbani full miezi mitatu, sasa hivi unakuja asubuhi au utaamua kuingia mchana, ni maamuzi yako wewe kama mzazi. Sana hapa kina Oleria wanapewa fresh tu miezi yao mitatu ya maternity, alafu miezi mitatu ya mpaka saa 6 ile fresh tu. Basi nyinyi mnazingatia utaratibu ule wa kazi. Kwa waajiri wengi wanaona kama namlipa bure. Mtu anakuwa anawaza kwamba namlipa bure, lakini ule ni utaratibu wa kisheria. Sheria zimewekwa ili zifuatwe. Kwa mwingine anakuwa upo zako maternity, unapigia simu na rafiki zako, mbona kama kuna mtu mpya ofisini? Mbona kama siti yako sasa hivi anakaa mtu mwingine? Kwa hiyo mtu mpaka unakuja kurudi na kuambia tulikulipa kipindi chako chote cha maternity, sasa tunaomba tukuachishe kazi kwa sababu tumeona hauwezi kuzalisha. Mtu mwingine anasema hatuwezi kusubiri kipindi chote ambacho uko nyumbani. Sasa hiyo mimi nimeambiwa kwamba nafasi yangu imechukuliwa na naambiwa subiri tutakuita. Nina uwezo wa kwenda na mimi kufuata sheria sasa. Sasa hapo wakikutaarifu tu kwamba nafasi yako imechukuliwa, kitu cha kwanza ni kwenda mahakama ya kazi. Unafungua shauri. Uzuri wa hii ni kwamba kama una nafasi nyingine mahali pengine, ama kama wewe ni mpambanaji zaidi, unaweza kupata mtaji pale. Unafungua kesi, mkataba wangu ni wa miaka 10, unadai mshahara wako wa miaka 10, unaenda kufungua zako biashara. Wakili msomi. Waajiri watanisamehe. Waajiri wanisamehe. Wakusamehe bure. Sasa wakili msomi, hili haliwezi kupita hivi hivi. Wenzetu tunaiona miezi mitatu, tunaiona pia miezi mitatu mingine ya kufanya kazi nusu siku. Alafu kija kwetu tunapewa siku 7. Hii ikoje kisheria? Mbona sheria haitendi? Wengine wanapewa 3 tu. Na wengine hawapewi. Wakati mimi ndio baba mzazi. Unajua hichi kitu nimeona bado kinapambaniwa sana kwenye sheria, na pia kuna mazungumzo mengi yanayoendelea ambayo yanawataka watu wafanye mabadiliko ya sheria, kwamba sasa ile miezi mitatu mama akiwa na mtoto na baba apewe naye miezi mitatu naye anachunga mtoto. Akishaanza kutambaa wanafanya hivyo. Sasa shida ni kwamba wanaume unatujua sisi. Mtoto akishaanza kulialia kila saa, wewe kwanza tunachelewa kurudi nyumbani. Uje upate ameshalala tayari. Afadhali umesema. Nadhani zile siku 7 zinatosha kama kumpeleka mzazi hospitali, ajifungue salama, afu umrudishe nyumbani. Lakini wakiongezea mpaka zile wiki 6 mwezi na nusu ile. Ya pia inawezekana vizuri. Ule ni muda muhimu sana. Labda tupeleke mapendekezo. Tupeleke mapendekezo. Wakili msomi, kwa dakika moja tu hitimisho la maudhui yetu leo. Ndio sahihi. Dakika moja tu. Nini hitimisho? Hitimisho, mimi nilikuwa na shauri sana tutoe elimu. Kwa sababu watu wengi, waajiriwa wengi wanadhulumiwa haki zao. Unapata mwajiriwa ameachishwa kazi, hajui aende wapi ama hajui nini kiendelee. Nadhani kuwe na mada nyingi zinazojadiliwa kuhusiana na ajira. Waajiriwa wapewe elimu. Sababu waajiri wengi wanajua utaratibu wa sheria. Sababu waajiri wengi wana uwezo wa kuajiri wanasheria wa wasimamia haki zao, lakini waajiri wengi wanapata mtu ameachishwa kazi, yeye ndio tegemeo la familia, hana pa kwenda na hajui afanye nini. Kwa hiyo unapata mtu ameachishwa kazi, yupo nyumbani, lakini alikuwa na stahiki zake ziko ofisini kwao. Alikuwa anatakiwa alipo kiinua mgongo, mshahara wa likizo na mishahara ya miezi yote iliyobaki kabla ya mkataba kuisha. Kwa hiyo ni muhimu tujitahidi sisi kama wadau tutoe elimu kwa umma, ili umma uzidi kuelimika, sababu naamini kwamba ajira ndio msingi wa maendeleo ya jamii. Ajira ndio kitovu cha ukuaji na amani kwenye jamii. Kwa hiyo nadhani tunatoa semina mara kwa mara na tujitahidi sana kujihusisha na waajiriwa. Nakushukuru sana wakili msomi. Nashukuru sana. Shukrani hakika. Naam, mtazamaji wa Alasiri Lounge kwa leo tutosheke kwa hayo. Alikuwa wakili msomi Emmanuel Kimei, na tumeitanabaisha mada hapa yale ya msingi ya kuzingatiwa kisheria wakati mtu ameamua kuacha kazi au kuachishwa.